Asilimia 46 madereva 7599 ambao wamefanya mtihani maalum wa LATRA inaelezwa kwamba wameshindwa kufaulu. Maana yake katika lugha ya kawaida wamefeli. Asilimia 54 ndio ambao waliweza kufuzu kwa kuibuka kidedea. Ni takwimu ambazo zimetolewa hii leo bungeni na naibu waziri wa uchukuzi David Kienzile, wakati ambako wabunge kwenye kipindi cha maswali na majibu walikuwa na hoji kutaka kuona ni kwa namna gani basi serikali imeendelea kuwa na mkakati wa kudhibiti ajali ambazo zisizo za lazima ambazo wakati mwingine zimekuwa zikisababishwa na madereva. Kulikoni tunakuwa na takwimu za namna hiyo, hasa kwa watu ambao wanategemewa wakibeba roho za watu? Nini ambacho kinapaswa kufanya ili kuwa na madereva wanaokidhi viwango na hatimaye hali ya mambo iwe ni ya uhakika, hasa kwa sisi ambao ni watumiaji zaidi wa barabara? Hiyo ndio itakuwa mada yetu kwa siku ya leo. Naitwa Nordin Selemani, yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Studio tumemwalika Inspekta Dina Mosi. Yeye ni afisa mafunzo wa usalama barabarani kutoka kitengo cha usalama barabarani kanda maalum hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Mambo anasemaje? Mambo ni shwari kabisa. Basi kabla kwanza hatujaingia kwenye mjadala wetu, tusikize tu kwa ufupi kuhusiana na kile ambacho naibu waziri alikisema wakati akijibu swali bungeni asubuhi ya leo. Thibitisha madereva. Na bunge hili Mheshimiwa Naibu Spika limepitisha sheria sura 413 kifungu cha 5(1)d kuhakikisha kwamba LATRA imepewa mamlaka. Dereva anarudi, anathibitishwa, anafanya mitihani na kisha akithibitishwa anakwenda kufanya kazi yake. Lengo ni nini Mheshimiwa Naibu Spika? Lengo ni kuhakikisha kwamba wale madereva wanakuwa competitive, tunawapima. Na utaratibu huu kwa wanaotoa huduma mbalimbali kwenye nchi yetu hufanya hivi. Mfano, madaktari pamoja na kusoma miaka 5 bado wanapata leseni. Kwa lengo letu ni jema ili kuona yule dereva, je, kweli taaluma hiyo anayo, alipata leseni kwa namna ambayo iko sahihi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, hawa madereva wanapokuja wameshawekewa, LATRA imejenga mfumo, imeweka maswali karibu 1000, wanayasoma mara kwa mara, kisha anapewa masaa 3 anafanya. Akipata 70% automatically sasa anaweza kudhibitisha na kuendelea kazi yake. Akifeli mara 3, huyo dereva anarudishwa kwenda kujifunza upya. Na tangu tumeanza mfumo huu takriban madereva 7599 wamefanya mitihani na asilimia 54 wamefaulu. Wale ambao wakufanya vizuri tayari wanaelekezwa namna ya kufanya, na sasa wanaweza kufanya mitihani hii nchi nzima. Kwa lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba taaluma hii ya madereva wanaobeba abiria 60 wanakuwa ni watu wenye weledi, wenye uwezo, ili kulinda uhai wa watu wetu. Naibu waziri wa uchukuzi wa David Kienzile. Inspekta Mosi, hebu tusaidie. Wakati ambako ule mchakato wa mtu kutaka kupata leseni akiwa amekuja trafiki, mambo gani ambayo kwanza yanazingatiwa kwa huyu mhusika? Mchakato wa kwanza anavyotaka leseni, ina maana ya kwamba kitu cha kwanza anatakiwa awe ana uoni mzuri, lakini pia awe na akili timamu na awe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Lakini baada ya hapo ataenda TRA, atakata leseni ya kujifunzia ambayo tunaita provisional driving license, wengine wanaita LENA. Akimaliza ataenda kwenye chuo cha udereva, atasoma, atatahiniwa, lakini atakuja kwetu, ataenda tena TRA kulipa ada ya majaribio ambayo tunaita GRR. Alafu atakuja kwetu, tutamjaribu. Akifaulu basi anapitishwa kwamba atapata leseni. Taarifa zake zinatumwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Ndiyo. Wakati wa kupima, mambo gani ambayo yanazingatiwa? Huyu mtu tayari ameshaenda chuo, amepata LENA na amerudi sasa tena kwenu. Tunaangalia, je, anaelewa juu ya matumizi sahihi na salama ya barabara? Je, sheria za barabarani anazielewa? Alama, michoro pamoja na ishara. Lakini je, anaelewa
matumizi na watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu kuna makundi mengine yanayotumia barabara. Je, ana nidhamu kwa yale makundi mengine? Je, anaheshimu vivuko vya waenda kwa miguu? Ndivyo vitu ambavyo tunaviangalia. Moja ya jambo ambalo huwa linaonekana gumu ni zile alama ambazo mtu anatainiwa kupitia hizo. Kiwango cha ufaulu kwenye zile alama inatakiwa kiweje? Kwa sababu kuna mtu mmoja nishakutana naye anasema kwamba kufahamu zile alama zote ni kibarua kizito kweli kweli. Ni sahihi, ziko nyingi, lakini kuna zile za msingi sana ambazo anatakiwa fahamu. Lakini sisi hatupimi kwa alama peke yake, tunapima uelewa wa darasani, ambao tunakuwa na maswali ya darasani. Anatakiwa nadharia, anatakiwa afaulu kwa 70%, lakini pia kwa vitendo, jinsi ya kumudu gari lake au chombo chake 70%. Ndio ambapo maanake kama hajafikia hapo anatakiwa arudi tena chuo akasome, alafu atakuja kutainiwa upya. Sehemu ya vyuo ndo moja ya eneo ambalo wakati mwingine inalalamikiwa. Sasa hivi tuna vyuo vingi sana, hasa hivi vya watu binafsi wamekuwa na vyuo vyao. Mtu anakwenda anajifunza, lakini unaweza kukuta kwenye gari moja watu wamekaa 4 5, huyu anaendesha hapa tu mpaka pale, ameingia mwingine na hivyo. Kuna watu ambao wanaona kwamba mifumo hii kama haijakaa sawa. Nyie nafasi yenu ni ipi katika kuhakikisha kwamba mnasimamia hii mitaala ili huyu dereva anapokuja kwenu awe ameonekana ni kweli ameiva, na hatimaye hata kwenye upimaji pia usiwe na shida aina yoyote? Okay, swali zuri sana. Vyuo vyote vya udereva pamoja na shule za udereva, aliyepewa kukasimu kuvisajili ni mkuu wa trafiki Tanzania. Lakini pale kuna dawati ambalo linashughulikia vyuo, tuseme kama kamati. Kwa hiyo tunakuwa na ukaguzi wa mara kwa mara kuhakikisha kwamba je, yale ambayo tumeelekeza yafundishwe yapo? Je, yale magari ambayo walisema yapo na yanakidhi viwango? Na je, mitaala ambayo inahusika na shule za udereva au vyuo vya udereva, je, bado wale walimu wanakidhi, wanaifundisha ile mitaala? Lakini tumeenda mbali zaidi, hata wale wakufunzi sasa hivi tunawafanyia mitihani ili tuhakikishe kwamba tunampata mkufunzi ambaye ni bora, ambaye atatoa wanafunzi bora. Ndio. Mpo barabarani kila siku. Ni sahihi. Mambo ni mengi huko sana, lakini hebu tusaidie, maeneo gani ambayo huwa mnahisi kabisa madereva asilimia kubwa wana shida zaidi? Ni pale ambapo wanafanya vitu ambavyo si vya kawaida. Kwa maana ipi? Kuovertake sehemu ambazo ni hatarishi. Mistari imemkataza, kuna kona au kuna kivuko cha watembea kwa miguu, nakuta dereva na overtake pale. Lakini pia kutokuheshimu watumiaji wengine wa barabara, unaona kabisa kwamba hapa dereva ana shida. Lakini pia kutokuzingatia ule ukomo wa mwendo, kwa sababu tunasema ya kwamba nje ya makazi ni spidi 80, lakini kwenye makazi ya watu ni spidi 50. Lakini lazima uangalie na mazingira ya barabara, ya kwamba hali ya hewa inakuruhusu. Ndio hapo sasa tunaona kwamba dereva hapa anakuwa hazingati. Unakuta kwamba dereva anaendesha spidi ambazo kwenye makazi ya watu hazitakiwi. Tunalazimika hata kuweka speed radar ili kuwadhibiti zaidi. Lakini kuna sehemu nyingine ambapo unaona kabisa kwamba dereva anafanya vituko, ni pale ambapo sheria inamruhusu lakini mazingira hayamruhusu. Lakini unakuta yeye anang'ang'aniza kufuata sheria. Nikimaanisha kwamba unakuta sehemu kuna makutano, aidha yanaongozwa na taa inamruhusu sawa apite, lakini kule anakoenda gari zimeshajaa. Kwa kwenda kwake ataziba hapa katikati, lakini unakuta anaenda anaziba, na wale ambao walitakiwa wapite upande wa pili wanaenda wanaziba pale, wanashikana pale. Ndio tunaona kwamba sasa madereva hapa kuna haja pia kuendelea kuwapa elimu sana. Ndio hiyo tafsiri yake sasa. Kwenu nyie ambao ni wataalamu na mnajua hizi taratibu za uko barabarani, huwa ni ipi hasa kwa hawa madereva hapo ambako sheria inamruhusu lakini mazingira hayaruhusu? Ni
uelewa mdogo juu ya sheria za usalama barabarani, ambapo kwa kuliona hilo sisi kama jeshi la polisi wakaamua kwamba madereva warudi vioni, kwa sababu najua mwanzoni kuna watu walikuwa wanajifunza gereji, kuna watu wanakuwa fundishwa na ndugu, mjomba, kaka. Kwa hiyo hakuna ule utaratibu mzuri. Baada ya kuliona hiyo kwamba kuna mapungufu hayo, sasa hivi ni lazima kila dereva ambaye anakuja kurenew leseni tunahakikisha kwamba ameenda darasani, amesoma na ameshatahiniwa na amefaulu. Kwa hiyo huo ndio mkakati ambao sisi kama jeshi la polisi tumeweka, tukiamini kabisa kwamba sasa madereva watapata uelewa mzuri juu ya sheria za usalama barabarani, lakini pia watapata maarifa ambayo ni sahihi na wanaweza pia kuwa na nidhamu barabarani, wakaendelea kutii hizi sheria, ishara, alama na michoro ya usalama barabarani. Ndio. Kwa taaluma yako, unaona udhibiti ambao unafanywa kwa madereva unatupa mwelekeo chanya, ama ni kama kutwanga maji kwenye kinu tu, kila juhudi ambazo zinafanyika lakini madereva ni kama wameziba masikio hivi? Kwa uelewa wangu naona kwamba hizi jitihada zinazofanywa zinaleta matokeo chanya. Ni kwa nini? Matukio mengi ya ajali ambazo zile ajali mbaya yamepungua. Na kuna kipindi ambacho unaona kabisa kwamba madereva wanatii, si kama ilivyokuwa zamani. Lakini kwa kufanya udhibiti tunaona kabisa kwamba ajali zimepungua na madereva wanaelewa, na ni kwa sababu ya kwamba tumekuwa hatuweki tena swala la kujuana, tunaweka swala zaidi la taaluma, kwamba kila mtu ni lazima asome, lakini kila mtu anashurutishwa hata kufuata sheria pale asipotaka. Kwa hiyo tumefaulu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ajali za barabarani zimepungua kulinganisha na miaka ya nyuma. Ndio. Madereva gani ni korofi sana? Nipigwe mawe? Hapana, tunataka tujue na tuone ni kwa namna gani sasa labda nguvu iongezwe zaidi kwa eneo hilo. Madereva siwezi kusema kwamba ni madereva wa aina gani ambao ni wakorofi, kwa sababu kila kwenye kundi kubwa kuna watu ambao ni waelewa, wastaarabu, lakini kuna watu ambao ni wadhaifu. Ndio maana wanasema hata kwenye kundi la mamba kenge nao wapo. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye makundi karibia yote kuna madereva baadhi ambao ni wakorofi. Ndio. Namna ambavyo mnawashughulikia, kwa sababu kuna mtu unaweza ukashangaa huyu ni kama amekuwa na mazoea hayo ya kufanya vitendo ambavyo vinajirudia. Kuna wakati kulikuwa na mkakati wa kusema kwamba watu watakatwa alama kwenye leseni zao na itafikia kikomo, basi utopewa tena leseni, ukatafute shughuli nyingine ya kufanya. Hili linafanyika kwa kiwango gani, na kama kuna mifano yoyote ambayo tayari imeshachukuliwa kwa baadhi ya madereva? Cha kwanza tunawapa adhabu, lakini cha pili tunawapa elimu. Cha tatu tunawashurutisha warudi tena shule kusoma. Mathalani tunamwona dereva mara kwa mara anakamatwa kwenye kuendesha mwendo kasi. Tunaweza pia kumshurutisha kwa kumfungia leseni yake, lakini pia akarudi tena darasani kusoma. Haijalishi alishasoma mara ngapi. Tunaona kwamba bado uwezo wake haujakaa vizuri kwa ajili ya kuwa na nidhamu pamoja na utii wa sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo hizo ndio jitihada ambazo tunazifanya. Na kuna mifano ambapo kuna madereva amekaa barabarani zaidi ya miaka 20, siwezi kutaja, lakini akalazimishwa kurudi tena chuo kusoma na akafanyiwa mtihani upya ili ajulikane kama ameshaiva au bado. Kwa hiyo haijalishi kwamba wewe umesoma mara ngapi, lakini kama utakuwa unarudia haya makosa ya usalama barabarani, tunakulazimisha urudi shule. Tunafanya jitihada kwa sababu wewe unakuwa ni mtu hatari. Tunajua kwamba barabara inatumiwa na watu wengi na barabara inaweza kaondoa uhai wa mtu kwa sekunde. Kwa hiyo ni lazima tuendelee kuweka macho, kuweka mkazo
juu ya hawa madereva ambao wanakuwa na mapuuza barabarani. Ndio mmekuwa mkihimiza zile nguzo 5 za udereva wa kujihami. Ndiyo. Kwa yule ambaye hazifahamu hizi nguzo, unaweza kumsaidia azielewe? Ndio. Kuna nguzo 5 za udereva wa kujihami. Kwanza, udereva wa kujihami ni ule udereva ambao unaweza kuzuia ajali zote ambazo zinaweza kuzuilika, hata zile za makosa ya watumiaji wengine wa barabara. Ni udereva wa kutumia akili sana ili kuzuia ajali, lakini ni udereva wa kusahihisha makosa ya watumiaji wengine wa barabara. Nguzo zake 5, ya kwanza ni kuona, ya pili ni kutambua, ya 3 ni kutabiri, ya 4 ni kuamua, ya 5 ni kutekeleza. Ndio. Moja ikikosekana unajua katika hizi nguzo 5 moja tu ndio inatumia, lakini hizi nyingine 4 zinatumia akili. Kwa hiyo ina maana moja tu ndio inatumia macho, lakini nyingine yote ni akili. Tunaona kwamba udereva unatakiwa utumie akili zaidi, na uwe na akili ambayo iko sharp, yani uwe unaona, unafanya, unatekeleza hapo hapo, lakini kwa usahihi. Kwa hiyo dhana ya udereva hainaga kusubiri. Dhana ya udereva, unavyoona hatari yoyote, unatakiwa uiangalie, lakini utambue na utabiri nini kinachoweza kutokea, alafu uamue na kutekeleza kwa mara moja. Hivyo vyote vinaenda kwa mara moja. Kwa hiyo moja ikikosekana itakuwa sio udereva kujihami tena, kwa sababu zote 5 zinatakiwa ziende kwa pamoja. Ndio. Na mjini huku siku hizi imekuwa kuna heka sana, kama ambao mwenyewe umegusia, watu wengi wamekuwa wakijifunza magari sio kwa kufuata utaratibu, sio kwa kwenda vioni. Kuna wale wengine hii gari ya mjomba ama ya baba amechukua, naye ameamua kuingia barabarani, na ndio maana tunaweza tukaona wakati mwingine vitu vya ajabu ajabu vikitokea. Mnapogundua mambo kama haya, anayewajibishwa hapo ni huyu dereva ama yule mmiliki wa chombo? Kwanza ni kusaisha kidogo. Sasa hivi hayo yameisha, kwa sababu utakavyofundishwa na mjomba, ukija kwetu sisi hatukupi leseni. Kwa sababu sisi tunataka tukutahini, lakini wewe umeletwa na chuo au umekuja unatahiniwa, alafu na unatuletea cheti cha chuo ulichokisoma. Kwa hiyo sasa hivi yale ya kujifunza mchangani na kujua, hiyo haipo. Lakini nyuma yalikuwepo, na ndio maana tukagundua ya kwamba ukijifunza nyumbani au ukajifunzwa na ndugu, si rahisi kuzielewa zile taratibu, kanuni zote za barabarani. Kwa hiyo unaweza yule mwenyewe hana labda ile talent ya kutoa kitu chake kukuletea. Unajua ualimu nao ni taaluma. Kwa hiyo sasa hivi hayo hayapo, lakini tukikuta kwamba kuna ambao wamebaki wanajifunza mchangani, mmiliki wa chombo utashtakiwa, na wewe ambaye unaendesha chombo bila leseni au instructor utashtakiwa. Ndio. Unasema mambo mengi yameanza kushughulikiwa kulingana na utaratibu mpya ambao umewekwa, ambao sasa unahimiza zaidi watu kwenda shule, ndio apate cheti, ndio apate leseni, na anavyoenda shule anapata uelewa sahihi, maarifa sahihi, pamoja na jinsi gani ya kukabiliana na hatari zote za barabara. Ndio. Lakini kuna wale ambao wanaamika, wanasema wakienda shule na wakati ndo huko riziki yao ni lazima akae kwenye steering, nayo ni matatizo. Hao huwa mnawachukuliaje, ama mkakati wake wa kuwasaidia unakuwa ni upi? Hatuna cha kuwasaidia, kwa sababu sisi tunataka wakapate maarifa sahihi ili ajali zipungue. Lazima akasome. Yaani sasa ataamua ya kwamba atakavyofikia kuhuisha leseni yake, asipokuja na cheti, ina maana sisi huisha ile leseni, kwa sababu tunataka lazima awe ameenda shule. Ndio. Na iwapo amekwenda shule, amemaliza masomo ambayo alikuwa anayafanya, kwa sababu hata mwingine tunaona hata kwenye maeneo mengine mtu anaweza akakwama kulipia ada, kwamba ameshindwa kupata ile certificate ya huko chuo. Akija kwenu kuna msaada wote, ama ni lazima tu kwenu aje tuna cheti tuje amsikilize chochote kingine? Sasa tutakutambuaje usipokuja na cheti? Hatuwezi kukutambua. Lazima uje na cheti, ndio tunaweza kutambua kwamba kweli wewe ni dereva. Lakini baada ya kutambua na cheti, lazima tukufanyie mitihani ya kwetu. Ndio ambako mtu apate tena leseni. Uishaji wa leseni na mchakato wake una mambo
kadhaa na ambao ulitusaidia kwamba mtu lazima faulu kwa 70%. Mtu amesha faulu zake hata asilimia labda 80, 90, akaingia siku ya kwanza barabarani akaanza kufanya madudu, anarudi tena darasani siku hiyo hiyo? Hapana, tutamwadhibu. Kuna madudu tunaadhibu, mengine tunaelimisha, mengine tunaonya, na tukiona ni hatari sana basi tuna kufungulia mashtaka. Ndio, kwa sababu kuna madudu ya aina mbalimbali. Kwa hiyo inategemea hatari ambayo umekuwa umeifanya. Ndio. Kwenye mitaala ulisema kuna kitengo maalum, kamati ambayo inasimamia hivi vyuo kuweza kutoa hayo mafunzo. Tunaona katika maeneo tofauti wa mitaala inategemeana na unataka kusomea nini. Sijui unataka kusomea diploma una cha kwako, unataka kusomea degree una ya kwako. Maana yangu ni kwamba dereva ambaye anataka kusomea kuwa anaendesha basi na anaendesha lori, na yule tu ambaye ni dereva tu wa gari zake binafsi tu, utofauti wao kwa darasani unakuwaje? Utofauti upo kwa sababu pia kuna utofauti wa vyombo vyao. Huyu ambaye ni gari lake binafsi anasomea tu shule hizi za udereva za kawaida. Lakini yule ambaye anasomea aidha malori lazima awe alishaendesha gari hizi ndogo kwa muda usiopungua miaka 3, lakini anaenda tena anajifunza mafunzo ambao ni ya kuendesha malori, anafanyiwa mtihani, akifaulu basi ndo atapewa lile daraja. Lakini sambamba na huyu wa basi pia lazima awe ameitumikia ile leseni ambayo ya shule ya udereva, alafu anaenda kusoma chuo, aidha vyuo vingi ambavyo tunavitumia kwa haya madaraja makubwa ambao ni C, C1, C2 na E, ni VETA na NIT. Kwa hiyo akisha kuwa na leseni kwa muda miaka 3 anaruhusiwa kwenda kusoma. Akisha soma anaenda kutahiniwa kulingana na chombo ambacho amejifunzia. Ndio. Kwa hiyo wanasoma NIT kwa hawa wa madaraja makubwa, lakini la kwako binafsi unaweza kusoma hata hivi vyuo vya binafsi. Ndio. Na kuna labda mimi nataka kusoma kawaida, siruhusiwi kwenda VETA, yani sitaki kuendesha lori wala basi, lakini nataka tu niwe naendesha magari ya kawaida, lakini nataka kwenda VETA, siruhusiwi? Unaweza kwenda. Okay. Yeah, lakini vyuo ambavyo vimepewa yani ithibati ya kuthibitisha hawa madereva ambao ni wakubwa, tuseme wana leseni kubwa, ndio hivyo vyuo. Kuna vyuo vingine pia vya watu binafsi, na sasa hivi kuna vyuo vimeanzishwa, hata sisi jeshi la polisi kipo, kuna yani viko vyuo ambavyo vinatoa hayo madaraja, lakini kwa wengi yani sehemu ambazo mikoa mingi vyuo hivi vya kiserikali ndio vipo. Ndio. Na elimu ama mtu anapaswa kuja kusoma kwa muda gani? Inategemea unasomea nini. Tuanzie ngazi ile ya chini ile. Ngazi ya chini unasoma mwezi mmoja. Hizi kama hizi PSV unasoma wiki 2. Pamoja na haya malori ni wiki 2. Okay. Ndio. Alafu anafanyiwa mitihani. Usipofaulu unarudi tena darasani. Kuna watu wanafeli mpaka mara 3. Mpaka mara 3 na bado inabidi aendelee tu kuja darasani. Ndio, kwa sababu hata uisha leseni yake mpaka afaulu. Mpaka tuhakikisha kwamba ameelewa, ndio tunamruhusu kuisha leseni. Neno lako nini sasa, Inspector Dina? Neno langu ni moja kubwa ya kwamba tunavyotumia barabara, kila kundi liwe na nidhamu na kundi jingine, lakini kila mtu kwa nafasi yake awe mwangalifu, na kila mtu kwa nafasi yake ajali maisha ya mtu mwingine. Haina haja yawe kwenda barabarani alafu ukafanya ajali ya kizembe. Ina maana kwamba lazima sasa uwe makini katika uendeshaji wako, na kwa madereva wote watumie zaidi udereva wa kujihami kwa ajili ya kusahisha makosa ya watumiaji wengine wa barabara. Lakini wasihi na wale watu ambao wanaendesha malori na hizi special haya, wakichoka wapumzike. Okay. Tumeona ajali nyingi sana
dereva ni mzuri lakini hapumziki. Kwa hiyo wapumzike ili waweze kupata nguvu ya kwenda safari, waweze kufika salama, wasisababishe barabara ikaonekana si sehemu salama. Ndio. Inspekta Mosi, mimi nikushukuru sana. Asante na kushukuru Nurdin. Naam, ni Inspekta Dina Mosi ambaye ni afisa mafunzo ya usalama barabarani kutoka trafiki kanda maalum ya Dar es Salaam, ambaye tumekuwa naye hii leo kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kinavyohakikisha ya kwamba madereva wanaoendesha wote wanakidhi viwango, ikiwa ni pamoja na kuwa na leseni sahihi ambazo mtu amezipata baada ya kufaulu darasani. Nukta inayofikisha tamati ya Uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani, kutakie tu utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Kwaheri.